Tufikiri ili kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi. Tufikiri mambo makubwa ambayo natakiwa tuyawekeze ndani ya halmashauri zetu ambayo yatakuwa yanatuletea mapato ya uhakika kuliko kusubiri ushuru wa mazao, ushuru wa mambo mbalimbali. Na nyakati zote umekuwa ukileta msemo ambao wengi tumekuwa kama hatuelewi, lakini sasa tumeanza kuelewa. Nyakati zote tunasema CMT, watu wenye madigrii, PhD, lakini unaposema vile unatuzungumzia hata sisi wenye viti wa halmashauri, unatuzungumzia sisi madiwani, maana ndio baraza. Tukae na kufikiri badala ya kusubiri ushuru wa choo, ushuru watu wangapi watakwenda kukojoa. Unatufanya tufikiri. Kupitia hilo hata halmashauri yetu ya mji wa Njombe kupitia mkurugenzi na timu yake pamoja na baraza la madiwani tumeweza kufikiri. Tuna uwekezaji mkubwa unakuja wa ujenzi wa chuo kikuu tawi la UDOM. Kwa kama halmashauri ya mji tumefikiria sasa tunakwenda kuwekeza hostel, magorofa pale, ili to take off kwamba chuo kikuu kitakapokuja kuanza basi tuwe na magorofa kwa ajili ya wanachuo kuweza kujistiri, mahali pa kulala. Lakini sambamba, jambo la pili, awali tulifikiria kuboresha eneo letu la stendi ya zamani tuwe na business center, lakini kwa bahati mbaya hali halisi ya uchaguzi uliofanyika sasa tukaona hali ya kisiasa haijakaa vizuri. Kwa hiyo tumeshift ule mradi ili tuendane sambamba na kwamba mkoa wetu wa Njombe zao kula kilimo ambao ni biashara ni parachichi. Kwa fedha zile za mradi ule tumeshifti kwenda eneo lile la tunaita eneo la Dodoma. Kule tunakwenda kujenga magodown yale tunaita cold rooms. Wale wanaotaka kusafirisha parachichi basi wataweka pale kwenye cold rooms zile kusubiri ile ndege labda kama inakuja baada ya siku 5 basi wawe na center ya kuweka mazao yao ili thamani yale mazao iendelee kuwa katika ubora ule ule. Sasa haya yote ni kwa sababu ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Anthony Mtaka, vile unavyotusukuma spidi yako tunajaribu kuifuata. Hili ambalo limezungumzwa hapa na mwenyekiti, mimi nafurahi kwamba mwenyekiti amezungumza. Makile mwanzo ilikuwa watu hawaelewi hivi. Tukizungumza hivi watu hawaelewi. Lakini ikiona mwenyekiti anaanza kuzungumza kwamba no, nadhani sio sawa kukusanya ushuru wa choo, maana yake imeanza kustick kwamba, lakini hili jambo wakati linaanza kule kwenye magrupu ya wakurugenzi sio hawa. Kule magrupu ya wenzao kule, kwa sababu wamezoea kukusanya hela za watu tu. Nilikuwa naona comment walizokuwa wanaandikia kwenye grupu kule. Sasa nikawa nasema tu hawa subirini kesho hizo nafasi zikiisha. Kwa sipati shida na zile comments zao kwenye magrupu. Maana tu ni kawaida failures wengi. Nilikuwa naona comments za sio wakurugenzi wetu sisi, wenzao kule wakichukua zile clip wana commentiana kule na wengine wanafuatana kule inbox, wanaogopa comment kwa sababu wakurugenzi wa Njombe wako mle ndani. Lakini waambie mnaweza mkaseti precedence ya kwa watu tofauti. Mwenyekiti wa halmashauri ni shahidi. Tulianza hapa kuzungumza kwamba TRA wanavyokusanya kwenye mbao za Njombe haiko sawa. Kwa sababu sisi watu wa Njombe wanalima miti halafu wanajisikia kuuza wao. Kwa tukaambia TRA sisi tuko tayari watu wetu mkusanye, lakini tuna idara ya utafiti ya TRA. Hebu tumeni timu ya research ije ifanye utafiti. Halafu imsaidie kamishna kuamua tukitaka kukusanya ushuru kwenye mbao za Njombe tunakusanyaje? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kwani hawajaleta solution? Wameleta. Mwaka wa 3 TRA wamekuja na solution ambayo watu wote ambao wamefurahia kwamba now this is a workable model. Sasa tusingefikiria tungekuwa tumekaa tu tunalama, lakini jamani TRA unajua hawaelewi model ya kukusanya kwa wakulima wetu ambao. Halmashauri zitapata pesa, zitatengeneza uchumi. Kaa tu mwenyekiti. Kwa hiyo ni swala la kuwaza.